Yes, ninaona komenti zenu sana wale mashabiki lialia wa hii simulizi ya Hamza. Wengi tayari wanasema ya kwamba hapo ni baba na mtoto wanapigana. I'm not sure, but tayari kuna watu ambao wameshahisi ya kwamba Hamza anatwangana ngumi na babake mzazi. Wamehisi vipi huu ni babake mzazi? Huenda kuna watu walisikia mazungumzo kati ya Afande Musiba pamoja na Afande Simba. Mimi sijui, lakini kutokana na watu wanavyoandika. Anyway, ngoja tusonge mbele tufahamu wengi zaidi kipi kitakachoendelea mara baada ya ngumi za kutosha. Tukumbuke Hamza amepanga akitoka hapo aende kwa Matias Huge amnyoshe. Sasa Musiba anamzuia, na Hamza kuzuiwa kitu ni ngumu sana. So mdoto toka na Lucas Lumbas, tunasonga mbele. Bwana, dakika 2 baadaye damu ya Hamza ilikuwa ikichemka. Alijisi kuwa na spidi kubwa zaidi na tena ni ya kikatili zaidi, pasipo kuharibu pambano hilo la staili ya ngumi. Hivyo misuli yake iliendelea kutuna huku akiongeza kasi ya mashambulizi. Afande Musiba alijikuta kishangaa, maana hakuwa ametegemea kama Hamza angeweza kuwa na spidi kubwa kiasi hicho. Ni muda huo aliweza kutengeneza gap na kumpatia Hamza nafasi. Ngumi ya Hamza ilikwenda moja kwa moja kugonga kwenye kifua cha Musiba na kumfanya arudi nyuma hatua kadhaa kwa kujikokota. Aina hiyo ya mapigano ya kupimana uzito kati yake na Musiba ilimfanya Hamza kutoa ngurumo kwa mhamasiko mkubwa, huku akijipiga kifuani akisema, "Sogea, kama hujakubali pigo langu nirudishie na wewe." Basi makelele ya Hamza ya kuhamasika yaliwafanya Afande Karume na wenzake kuhisi kama vichwa vyao vilikuwa vikichemka. Waliweza kuhisi tamaa kubwa ya Hamza kuendelea pambano hilo na kumfanya awe na nguvu zaidi. Hamza alidhihirisha kwamba alikuwa amezaliwa kuwa mpiganaji, na tabia mpiganaji haikubali kushindwa. Iwe ni adui gani yupo mbele yake atapambana. Upande wa Musiba, kwenye macho yake kulikuwa na hisia za mshangao, hasira, hamaniko, furaha na hisia nyingine mchanganyiko. Pale alivuta pumzi nyingi na kuzishusha kwa namna ya kudhibiti. Kisha akafungulia mwili wake, na ndani ya sekunde chache alianza kuonekana akitawaliwa na mwanga fulani hivi kama ukungu wa rangi dhahabu. Mnunurisho huo wa mvuke ulikuwa ni kama vile damu yake ilikuwa ikichemka na kutoa moshi wa rangi hiyo katika muundo wa nyuzi. Hamza alijikuta akisinyaza macho. Wakati ule alipopigana na Herman, aliweza kumshuhudia bwana huyo akitoa nguvu ya kiroho pekee na si ukungu huo wa rangi ya dhahabu. Hata hivyo, msisimko wa nguvu hiyo ulikuwa ni kitu ambacho Hamza alikuwa akikifahamu, sio tu kupitia hisia zake, hata kwa macho pia. Hamza muda ule, mara baada ya kuangalia macho ya Afande Musiba, ndipo alipozidi kushangaa. Kiini cha macho yake kilikuwa kimebadilika kabisa na kuwa cha rangi ya njano, yaani ni kama vile amekuwa mnyama. Hamza alijiuliza, what, inakuaje hiyo? Sasa muda ule mapigo ya moyo wake yalikuwa yakidunda kwa kasi mno. Mikono yake ilikuwa imekunja ngumi kwa nguvu, huku akionekana kama anatetemeka. Asa Bilali akasema kwamba Musiba kulazimishwa hadi kutumia nguvu ya damu yake, unajua ile jambo adimu sana ilikuona. Aliongea Bilali huku akikunja macho yake kwa tanabahi. Muhindi akasema kwamba sasa hapa angefanyeje? Nguvu ya Hamza ni kubwa mno bwana, hakika na staili cheo chake cha ufalme wa kuzimu. Afande Karume akasema, lakini mbona kama kazuba hivi? Aliuliza Afande Karume mara baada ya kugundua ni kama kuna tatizo. Ilikuwa ni kweli, kwani ile Afande Musiba anamsogelea Hamza alikuwa na spidi kubwa zaidi. Hivyo alitoa shambulizi lililompa Hamza ugumu wa kukwepa kutokana na kuzubaa kidogo. Ngumi nzito ya Afande Musiba ilimtindua Hamza kwenye tumbo lake. Hamza alijikuta akirushwa nyuma na kwenda kujigonga kwenye mti wa mwarobaini. Mara baada ya kujigonga, Hamza alijikuta akidondoka chini huku tumbo lake likibonyea. Hamza alijikuta akikohoa tu kwa nguvu kutokana na maumivu makali. Lakini hata hivyo alisimama. Aliinua kichwa chake na kumwangalia Afande Musiba, na pale alianza kulani. Akasema, hii ni mara yangu ya kwanza kukutana na mtu mwenye nguvu za mwili kama huyo. Hii damu yao inaonekana sio mchezo. Kila mtu aliyeshuhudia shambulizi lile alishia kutingisha kichwa na kutoa tabasamu la uchungu. Kwenye macho yao, kitendo cha Hamza kupigwa na ngumi ile na kisha kuweza kusimama kilionyesha wazi kuwa hakuwa mtu wa kawaida kabisa.
kama ingekuwa ni mtu wa kawaida, ngumi ile ingetokea mgongoni. Sasa Musiba akasema ya kwamba si umesema unataka kwenda kukishambulia kisiwa cha binamu wewe? Ndio unaona haiwezekani sasa hivi. Kama huwezi kushinda jaribio langu, nakata kichwa chako na kuwapelekea. Mara baada ya kumaliza sentensi hiyo, pale pale kama kichaa aliyefunguliwa mlango, alimsogelea Hamza kwa spidi kubwa na kufumba na kufumbua alikuwa mbele yake. Hata hivyo awamu hiyo Hamza hakuzubaa tena. Mara baada ya kuona ngumi inayomsogelea, alisogeza mkono wake na kuidaka kwa nguvu. Sehemu ambayo miguu yake ilikuwa imekanyaga palianza kutoa nyufa kutokana na msukumo mkubwa, lakini Hamza hakusogea hata kidogo. Misuli kwenye mikono yake ilizidi kutuna huku mishipa ya damu ikitokezea nje. Hasa Bilal huku akikunja sura akasema kwamba huyu mtoto ana mwili wa chuma nini? Karuma akasema kwamba hata kama ni chuma kisingekuwa na nguvu vile. Afande Musiba hakuwa na muda wa kujali kuhusu uchambuzi wa pambano lake. Baada ya kuona shambulizi lake limezuiliwa, pale pale alibadilisha mashambulizi. Alipiga sarakasi kwa kuinua kigoti cha mguu juu akitaka kumfyatua Hamza taya lake. Hamza alishia kuinama nyuma na shambulizi lile likapita, lakini wakati huo huo na yeye alifanya shambulizi. Mwili wa Afande Musiba kwa chini haukuwa umejishikilia vizuri. Hivyo haraka alitumia mikono yake kumshikilia Hamza huku mkono mwingine akipangua shambulizi la Hamza. Wawili hao kila mmoja alijifyatua kurudi nyuma na kupeana nafasi kubwa kabla ya kuanzisha awamu ya pili ya mashambulizi. Wakati vivuli vya ngumi vikicheza hewani kwa spidi kubwa, nguvu zao pia zilikuwa zimeongezeka zaidi ya mara mbili tofauti na mwanzo. Katika hatua hiyo, kwa sababu spidi waliokuwa wakitumia ni kubwa mno, kushambulia ndio namna pekee ya kujihami. Na hakukuwa na namna ya kufikiria kuanza kujua unakwepa vipi mashambulizi. Matokeo yake kila mmoja alikuwa akimshambulia mwenzake mwilini na hakuna aliyekuwa akijali maumivu. Vilikuwa ni vishindo vya mtifuano wa ngumi vinaendelea kusikika. Kila mmoja alikuwa amefanikiwa kumpiga mwenzake usoni na kufanya wote kutokwa na damu midomoni. Na hata hivyo walikuwa ni wavumilivu mno na kupona kwa haraka. Wote wawili walitegemea nguvu za miili yao kuvumilia maumivu na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na dalili ya kukubali kushindwa. Sasa Muhindi akasema kwamba huyu mwanadamu ni kiumbe cha aina gani huyu bwana? Yaani anashindana na mtu wa damu ya simba kwa mwili wake tu. Anaongea Muhindi kwa mshangao mkubwa akajibiwa kwamba jambo muhimu ni kwamba haonekani kama anashindwa ipambano, maana mwili wake unaweza kurudi kawaida hata baada ya kujeruhiwa. Sasa Afande Musiba alishia kusikilizia maoni hayo, lakini yeye alikuwa na wasiwasi mno. Alijua kama wakiendelea kupigana nini kitatokea kama mmoja wao akiumia zaidi. Yeye alijua sana nini kitatokea. Hakutaka kuona mtu yote kati yao akiumia. Hata hivyo, muda huo watu hao akili zao zote zilikuwa kwenye mapigano. Na ingekuwa ni ngumu mno kuzuia pambano hilo kwa sababu kwanza spidi yao ilikuwa ni kubwa na kuna uwezekano wa yeye kupigwa pia akiingia. Yaani unaenda kuingilia. Unaweza kushangaa uende umegeuzwa kipigio. Hamza na Afande Musiba walikuwa wakipelekeana moto usio wa kawaida. Walikuwa wameshahama eneo moja kwenda lingine kwa spidi kubwa na hakuna kupumzika. Muda huo Hamza aliona kama ingekuwa miaka michache nyuma asingefua dafu mbele ya uwezo wa Musiba. Hata hivyo, kitendo cha kushuhudia yale masanamu kwenye lile kaburi la kale na kujifunza mbinu yao ilimpa nafasi kubwa ya kuendana na mbinu ya mashambulizi ya adui yake. Mara baada ya kutumia staili 100 za mapigano, Musiba pale aligundua kuwa akitumia mbinu hiyo ya mashambulizi hawezi kumzidi Hamza kwa lolote, maana uwezo wao umeshabiana. Hivyo pale aliacha kushambulia na kisha kujitengenezea nafasi ambayo ilimwezesha kuanza kukusanya nishati za mbingu na ardhi na kuziwianisha na karama ya damu yake. Ile kujikunja kidogo tu, kucha zake ni kama zilikuwa zikirefuka, lakini kiuhalisia hazikuwa zikirefuka, bali ni nishati za mbingu na ardhi zilizofanya zionekane hivyo. Hamza pale alianza kushambuliwa na mbinu ya makucha dragon ya nishati za mbingu na ardhi. Mara baada ya kuona mizingiro na nishati zile na hakuwa na uwezo wa kujificha tena wala kukwepa, hakuhitaji tena kutumia mashambulizi ya sanaa za mapigano kama ngumi. Pale alichezesha vidole vyake na kuanza kutawala nishati ya mbingu na ardhi kupitia nguvu ya kusudi la kislaha.
na kitendo cha kuinua vidole vyake juu tu ilikuwa ni kama ardhi inatema upepo mkali sana ambao ulivamia nguvu ile ya nishati ya shambulizi la msiba. Sasa ilikuwa ni kama ardhi inatoa milio wakati nguvu hiyo isiyoonekana ilivyokuwa ikiamka ardhini na kuvana na nguvu ile ya afande msiba na kuitawanya mara moja. Kitendo kilichowafanya wale wazee waliokuwa wakiangalia kutokwa na macho. Akasema, silaha ya kusudi. Ina maana alishapata ufunuo nguvu ya kusudio. Wazee hao walionekana kuwa na maarifa mengi mno na waliweza kufahamu mara moja kile Hamza alichokifanya. Lakini kilichoshangaza ni kwamba Hamza bado alikuwa ni kijana mdogo sana ambaye mwili wake haukuwa na nishati za mbingu na ardhi. Walielewa pia kuwa nguvu ya nia ama kusudi haitokei kirahisi tu. Lazima mwili wa mpiganaji uwe katika ubora wa hali ya juu mno. Jambo ambalo lilihitaji miaka na nguvu kubwa. Sasa afande Karume akasema, huyu mshenzi ni shetani. Aliona ni kama anashindwa kuamini, ingawa alisikia kutoka kwa mwanae kwamba Hamza alitumia nguvu ya kusudi kutawala nishati za mbingu na ardhi na kumuua Silvia. Hakuwa ameamini mpaka muda huo. Sasa baada ya kuona ndo anajikuta akishangaa zaidi. Anasema ya kwamba unajua nguvu ya kusudi ni ngumu sana kuitumia kwenye uwanja wa vita na ikakuletea matokeo, kwa sababu inahitaji akili nyingi, lakini yeye anaonekana kuitumia bila hata ya kufikiria sana. Inaonekana amepitia changamoto kubwa ambazo zimemweka katika hatari ya kifo ili kuwa na uwezo huo. Basi wazee waliokuwa wakiangalia hapo walitoa maelezo yao kwa kile walichokuwa akijua. Walikuwa wazoefu na walijua kuna ugumu kiasi gani kuwa katika level aliyokuwa nayo Hamza. Sasa afande msiba alidhani kuwa akitumia mafunzo yake ya nishati ya mbingu na ardhi ataweza kumdhibiti Hamza kwa kumshikilia na kucha zake, lakini hakuamini jaribio lake lingevunjwa kirahisi namna hiyo. Mara baada ya kuona uwezo wa Hamza wa kutoa nguvu ile ya nia ni hatari, mara moja alikusanya tena nishati za mbingu na ardhi kumwahi Hamza kabla hajashambulia. Hata hivyo Hamza alikuwa amejiandaa kwa hilo. Kwa saizi ya nguvu ya msiba, aliona hakuwa na haja kabisa ya kutoa silaha yoyote kwenye pete. Kwanza hakutaka kuonyesha mbinu zake zote kwa bwana huyo, na pili haikuwa na tija. Aliangalia shambulizi hilo la nishati lilokuwa likimsogelea, na pale pale kwa kutumia mkono wake wa kushoto alitengeneza muundo wa silaha na kufyatua shambulizi. Shambulizi lile la msiba lilienguliwa mara moja, lakini bado nguvu yake ya kusudi haikupungua makali yake na likaenda kumvaa afande msiba. Sasa msiba hakuwa ametegemea kuwa nguvu hiyo ya kusudi ingekuwa na uwezo mkubwa kama hiyo, tena kuwa na spidi kuliko mashambulizi yake. Alitamani kukwepa, lakini alikuwa amechelewa tayari. Hivyo ilimlazimu kugeuza mwili wake na kuweka eneo la mkono na bega lake kupokea shambulizi lile. Sasa mara baada ya kuona kaka yake akishambuliwa kiasi cha kutokwa damu, haijekuta akishindwa kuvumilia. Akasema, "Bro." Afande msiba akasema, "Niko sawa." Aliongea afande msiba huku akiangalia jeraha la mkono alilosababishiwa na Hamza na kutingisha kichwa akiashiria hajaumia sana. Alishia kuinua macho yake na kumwangalia Hamza aliyekuwa mita kadhaa kutoka kwake. Hisia zake muda huo zilikuwa za mchanganyiko kutokana na kuona pambano hilo lilivyomshtua mno. Karume na wenzake walishia kukunja sura. Walikuwa hawajatarajia kuona uwezo wa Hamza umezidi yani fikra zao. Waliamini pambano hilo likiendelea wanakwenda kumpoteza msiba. Sasa afande Karume akasema kwamba, "Hamza, hebu naomba unisikilize mimi. Naomba unisikilize mimi kijana wangu. Naomba unisikilize. Hebu tuishie hapa kwa hiyo niseme tu haina haja ya kuendelea bwana." Aliongea hivyo afande Karume ambaye alikwenda kukaa kati yao akitaka kuzuia pambano hilo, na akaendelea kwa kusema kwamba hata kama mna hasira jamani, huu sio muda mzuri wa kupigana. Upande wa Hamza alikuwa kimya tu akiangalia mkono wa msiba uliokuwa ukitoka damu. Hata hivyo jeraha lile lilionekana kupona kwa spidi kubwa mno kutokana na bwana huyo kuwa na nishati za mbingu na ardhi, na pia damu yake ilimpa faida. Hamza muda huo alihisi hali ya kuchanganyikiwa. Alishia kujizuia kutoyapa kipaumbele mawazo yanayojaribu kumwambia kitu, na kisha pale pale alivuta pumzi ndefu na kuzishusha. Akasema ya kwamba watu ninaotaka kuua ni wa familia Mathias Huge na wafuasi wake. Ili mradi hautonizuia kutimiza azima yangu, sina mpango wa kuendelea kupigana na wewe. Sasa Muhindi akasema kwamba, "Hamza, wewe kweli ni hatari na una nguvu kubwa, lakini kama kweli unataka kwenda kumuua Mathias Huge, una hakika gani kama utaweza kufanikisha hilo kwa shambulizi moja? Wasiwasi wangu labda unaweza hata kushindwa kukaribia kisiwa chao." "Huna haja ya kuwa na wasiwasi. Mke wangu ni mrithi wa bondeni
na ni mwanafamilia pekee wa damu aliyebakia kwenye ukoo wa Dosa. Watu wa familia ukoo wake wameshatupatia taarifa za binamu. Ninachotaka ni usiku mmoja tu. Mpaka kesho kukipambazuka, Matias Huji na familia yake hakuna atakayea unajua. Afande Simba akasema, nini? Mbona siwewe kusikia hicho kitu? Watu wa binamu walikuwa na siri kubwa sana likija swala la familia zao. Hivyo hata kwa kitengo ama vitengo vya Malibu na jeshi kwa jumla hawakufahamu. Upande wa Muhinde aliyeonekana kukunja ndita kama vile kuna kitu kimemjia akilini mwake, alitamka kwamba familia Dosa. Akaambia kwamba nini tatizo bro Muhinde? Akasema hakuna tu, ni kama nilishawahi kusikia hili swala mahali. Aliongea na akapotezea. Sema ya kwamba kama kweli kuna taarifa za kisiwa cha bondeni, inatupa urahisi wa kwenda na kuwashtukiza. Ninaamini hii ni nafasi azimu ya kuifuta familia Huji. Lakini kama tusipokuwa makini inaweza kuleta matatizo makubwa hapa nchini kwetu. Lazima tuwe makini juu ya hili. Afande Simba akauliza kwamba bro, likija swala la bondeni sisi jeshi pekee hatuwezi kufanya maamuzi. Wewe una mtazamo gani juu ya hili? Muda huo Msiba alikuwa ameshapona jela lake na alishia kumwangalia Hamza kabla ya kujibu. Akasema ya kwamba vifo vya hawa jumbe tunaweza kuvificha kwa usiku wa leo tu. Kukishapambazuka, watu wa jicho la anga lazima watahisi kitu tu. Kwa hiyo una usiku mmoja tu au chini ya hapo. Je, unao uhakika unaweza kumuua Matias Huji na wafuasi wake wote? Mara baada ya kusikia Msiba akimuuliza Hamza swali hilo, wote walijawa na hamasa kubwa. Msikilizaji, ukweli ni kwamba uwepo wa binamu haujawahi kuwafurahisha kabisa nchi nyingi za majirani na kisiwa hicho, hususan Tanzania. Kubwa zaidi, ingekuwa sawa kama kisiwa hicho kingekuwa mikononi mwa Mwafrika. Bali kilikuwa kwenye mikono ya Matias Huji, ambaye ni mzungu anayedharau sana watu weusi. Mtu wa namna hiyo ni vigumu kumtegemea kuungana na nchi za Afrika pindi serikali za nje kwenye asili yake zinapompa pressure. Sasa Afande Simba, mara baada ya kuona uwezo aliokuwa nao Hamza, alionekana kuhisi kuna uwezekano wa kudili na kisiwa cha binamu. Kurahisisha ni kwamba kitendo cha Matias Huji kutuma barua ya kuwapangia masharti ili hali hawana nguvu yoyote ndani ya nchi ya Tanzania ilikuwa ni kama matusi kwa jeshi, na walitaka kudili naye, maana kama ni kumvumilia walishamvumilia vya kutosha. Mimi Hamza sijawahi kwenda kinyume na maneno yangu, vinginevyo mtoto wako ningeshamuua muda mrefu tu. Aliongea Hamza huku akimwangalia Simba kwa muonekano wa maelezo. Uso wa Afande Msiba ulishia kucheza, lakini hakuongea kitu chochote. Basi akasema kwamba Hamza, hivi ni wapiganaji wangapi wataalamu waliopo ndani ya kisiwa cha bondeni? Maana nadhani hili si swala ambalo unaweza kulijua kwa taarifa ulizopewa pekee. Kama nikienda kushambulia kisiwa cha binamu kutakuwa na matokeo mawili. Kwanza, familia Matias Huji itapotea na nguvu ya utawala itarudi kwa mke wangu. Hilo ni la kwanza. Pili, kama nikifa, Matias Huji hataendelea kuleta matatizo. Katika hii vita hamna chochote cha kupoteza, hivyo haina haja ya kujali usalama wangu pia. Maneno yako da. Haikueleweka kama Simba alitaka kuongea nini, lakini alijizuia. Msiba akasema ya kwamba safi, nitakupa usiku huu tu. Kama kukipambazuka na familia Matias Huji haijasambaratishwa, utaubeba mzigo wote. Huna haja ya kuongea, siku zote nabeba mizigo yangu mwenyewe, alijibu Hamza kwa kauzu. Akaambiwa kwamba ni kitu gani unachohitaji kama msaada, yani boti au nini? Boti haina spidi. Ninachotaka ni chopa na kisha nipeleke mpaka Lugalo pale. Kisha mniandalie ndege ya kijeshi ya kivita ya kwenda ambayo nitaondoka nayo kwenda kisiwani. Nataka kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja, na kubwa kabisa, nataka kwanza kwenda kuonana na mke wangu. Nimeshamisi sana. Chopa kinichukua tu hapa bila ya kufanya chenga, ni rahisi watu wa binamu kujua nimetokea hapa kambini. Hivyo nitatua Lugalo kambini na kwenda nyumbani. Afande Msiba akauliza, unajua kuendesha ndege ya kivita? Hilo sio swali bali ni jibu. Msiba alishia kusinyaza macho yake tu, na kisha pale pale alimtingishia kichwa Afande Simba. Akasema kwamba mfanyie mpango wa kupata mahitaji yake bana. Simba alikuwa na jinsi zaidi ya kufanya mawasiliano haraka kwa ajili ya maandalizi. Uzuri ni kwamba helikopta ilikuwepo hapo kambini. Hivyo Hamza alielekezwa tu uelekeo wa chopa ilipo na kuingia ndani.
Sasa wazee hao walishia kuangalia mgongo wa Hamza uliokuwa ukiingia ndani ya chopa hiyo, na wote walijikuta wakivuta pumzi nzito. Bilali akasema kwamba huyu dogo ni mjivuni balaa. Akaambiwa mjivuni, zile ndio athari kubwa za kuwa na uwezo. Unadhani ataachaje kujivunia Basi muda ule Afande Simba alisogea karibu na alipo kakake, na kisha akasema kwamba bro, unapanga kweli kumwachia hatima ya nchi yetu mikononi mwake? Mbona kama ni hatari zaidi? Afande Msiba mara baada ya kuulizwa swali hilo, alishia kuangalia nguo zake ambazo zilikuwa zimechanika na eneo ambalo alisababishwa jeraha. Kisha pale pale akasema kwamba haraka kusanya wanajeshi wote wa sleeping lounge, tuna kazi ya kufanya pia. Naam, ilikuwa ni usiku wa saa 4 kwenda 5 hivi ndani ya jiji la Dar es Salaam, katika mtaa tulivu waishio matajiri. Mrembo wetu Regina alikuwa ameshaoga na kamevaa gauni lake safi la halili la kulalia kwa ajili ya kupumzika. Usoni pia kalikuwa kamevaa maski fulani hivi ya kulainisha ngozi yake. Kanajipenda kakatoto, ingawa kwa uzuri wake ni vitu ambavyo hakuhitaji sana, lakini saikolojia wanawake ilimfanya kuwa hivyo. Muda ule alipotaka kuzima taa tu, baada ya kuweka kitabu alichokuwa akisoma pembeni, mara alisikia mlango wake ukigongwa. Basi kalitoka kitandani na kufungua mlango, na pale pale kaliweza kumuona mwanaume aliyekuwa amejaa vumbi kuanzia kichwani mpaka miguuni, jambo lilomfanya azibe mdomo kwa mshangao. Habi, kwa nini ghafla tumerudi ukiwa katika nini kimekutokea? Hamza mara baada ya kuona kiuno cha mke wake kilichojichora kwenye vazi hilo la kulalia pamoja na manukato aliyokuwa kimtoka na kusumbua pua zake, ile laana ya kuua ilipungua mara moja. Hakujali alikuwa mchafu, pale pale alimshika mke wake kiuno, kisha akampiga busu la mashavuni. Basi Kareji akasema, bwana una nini wewe? Afu kwa nini uko hivi? Kaliongea huku sasa kakijikunyata, lakini kwa wakati mmoja kalijua kwamba Hamza alifika hapo kwa ajili ya kitu. Wife, nataka zile taarifa ulizoleta mzee Dosali na mwanae. Nini tatizo? Kuna kilichotokea kuhusu watu bondeni? Matias Huji alishaanza kuchukua hatua za haraka kunikandamiza. Sasa napanga kwenda kisiwani kwake. Kwa nini unataka kwenda kisiwani? To kill. Aliongea Hamza bila kusita, huku akionyesha ishara ya kuchinja na mkono. Regina ghafla akili yake ilitingishika na alipoteza ile mawazo ya kutaka kulala tena. Muda huo mawazo mengi alianza kupita kwenye akili yake kabla ya kuongea. Ngoja niwashe kompyuta. Regina alijua muda huo hata kama angeongea ni sana kujipotezea muda. Kwa muonekano aliokuwa nao Hamza, alijua lazima kuna tatizo lililotokea lilomfanya aamue kwenda kisiwa cha binamu usiku wa manane. Haraka Regina alitoa laptop yake ya brand ya Apple na kuiwasha mbele ya Hamza. Hamza alipoiangalia laptop hiyo, aligundua ilikuwa imefanywa maboresho zaidi na ilikuwa na muunganiko na internet ili kuzuia kudukuliwa. Kuna taarifa nyingi hapo zinazohusiana na kisiwa cha binamu, kuanzia historia yao, muundo wao wa kiserikali, jiografia yao, watu wakubwa, taasisi za kisayansi, za ulinzi na kuendelea. Mimi sina muda kabisa wa kusoma hizo taarifa zote. Ninachotaka kujua ni nafikaje kisiwani kwao. Kuna taarifa kadhaa zilizopo hapa zinaonyesha uelekeo, lakini pia namna ya kuvunja uzio wa Mazgaz. Kuna mbinu nyingi sana za kimazgaz unazopaswa kuzitumia ili kufungua zulia linaloficha kisiwa hiki. Usipofanya kwa umakini, itakuwa ni ngumu kuweza kupita na kuona ardhi yao. Sina muda wa kuangalia kila kitu na kuelewa hapa. Mimi naelekea kwenye ndege. Nitaangalia nikiwa njiani. Basi safari ya kutoka Dar mpaka kisiwa cha binamu ni makadirio ya saa 1 mpaka 2 na dakika kadhaa hivi. Muda ulikuwa adui mkubwa kwa Hamza. Kila sekunde kwake ilikuwa ni muhimu, kwa sababu akichelewa kidogo tu atawapa binamu nafasi ya kushtukia mchezo. Hamza hakujali namna anavyokwenda kulipa kisasi. Yalichokuwa akihofia ni kwamba vipi kama watu wa binamu wana wanajeshi waliotapakaa dunia nzima? Ingekuwa ngumu sana kuwaua kwa wakati mmoja. Hasa muda ule Hamza alipokuwa anataka kuondoka, Regina alimkumbatia. Kwanza alikumbatia mkono wake. Hamza akasema, nini wife? Regina akasema, na mimi naenda. Aliongea Regina huku akionekana kudhamiria kabisa kwenye macho yake. Najua binamu ni sehemu ambayo ilipaswa kuwa chini ya mamlaka yetu, lakini familia ya Huji walitulazimisha kuondoka na kuchukua madaraka. Hata kama siwezi kutumia nguvu zangu mwenyewe kupata haki yetu na kukutegemea wewe mume wangu, angalau niache na mimi niende na wewe.
Hey, Hamza alikaangalia karembo hako kalikojaa ukiburi wake maamuzi, na alishia kunyosha mkono wake na kushika nywele zake, kisha akasema, najua unachomanisha, lakini amana mimi nitaweza kujilinda mwenyewe. Ninaweza kwenda na Roda ili iwe na amani. Hamza muda ule aliwaza na kuona kama akienda na Regina inaweza kuwa msaada kwake, kwa sababu kuna wazee ndani ya kisiwa hicho waliokuwa wakiipa support familia ya Dosa. Hiyo ndio sababu Mathias Huge alihofia uwepo wa Regina. Kama akimtumia Regina kama mmiliki wa kisiwa na kukusanya nguvu ndani ya watu hao, ni rahisi kwa Mathias Huge kushambuliwa pande zote. Hata hivyo, usalama wa Regi ulikuwa ndio kitu kilichompa wasiwasi sana. Wife, unaonaje tukifanya hivi? Tumia uwezo wako wote wa nguvu za nishati ya mbingu na ardhi kunishambulia. Usijilazimishe sana. Tumia kile tu unachoweza kwa urahisi kwa uwezo wako wote. Regina muda ule alijua Hamza anacholenga. Alikuwa akitaka kujaribu uwezo wake, hivyo alitingisha kichwa kuashiria kukubali. Alikuwa ameweka juhudi kubwa mno na alijipinda haswa kukusanya nguvu kupitia andiko lile la lugha za ufunuo au malaika. Hivyo haikuwa ngumu kwake kukusanya nishati za mbingu na ardhi na kutengeneza barafu. Licha ya kwamba alikuwa ndani ya level ya mzunguko tu, lakini alikuwa kama yupo mwanzoni mwa level ya nafsi au ukamilifu wa mwili. Hivyo hakuwa wa kawaida pia. Kitendo cha Regi kuchezesha mikono yake tu pale ni kama vile anga lilijikusanya mikononi mwake na kutengeneza mpira uliogeuka kuwa barafu na kuanza kucheza bila kugusana na mkono wake. Kimpira kile cha elementi za maji kilipendeza mno kama madini ya kioo. Basi Regi akasema, habi na shambulia. Mara baada ya Regina kuongea hivyo, pale alimrushia Hamza shambulizi lile la nishati. Hamza mwili wake ulikakamaa haraka, huku akinyosha mkono kuzuia shambulizi lile. Mara baada ya kugusana na ubaridi ule wa shambulizi, alihisi ni kama damu yake inaganda kwa spidi kubwa na kumfanya kuhisi maumivu makali ya misuli. Basi Hamza akasema, inatosha. Regina pale aliacha kushambulia na kumsogelea Hamza, akimshika mkono akasema, habi uko sawa? Hamza mkono wake wa kushoto ulikuwa umekufa ganzi na kuganda kwa wakati mmoja, na kulikuwa kuna viashiria vya damu kuvilia kwa ndani. Alishia kung'ata meno yake tu kwa nguvu, kisha akakaza mkono na kulazimisha damu kuzunguka na barafu ile kuyeyuka. Niko sawa, aliongea Hamza huku akishindwa kujua acheke ama alie. Wife, unasambaza barafu mkali mno. Kama ningekuwa mtu wa kawaida, ningeshageuka jiwe. Naona umeshusha joto mpaka absolute zero na kutaka kuua seli za mkono wangu ese. Kwa hiyo unamaanisha kwamba naweza kwenda na wewe? Ndio, tunaenda, aliongea Hamza huku akijiambia, kama mambo yakizidi kuwa mabaya zaidi huko Binam, si miguu ya kukimbia anayo. Regina akasema kwamba basi ngoja nibadili nguo baba. Huko kakisema hivyo haraka kalikimbilia kwenye kabati na kuanza kubadilisha. Basi Hamza alishindwa kujua kama Regina ndio ameweza kuamsha damu ya urithi wa ukoo wa Wahinde, kwa sababu muda huo baridi aliyotengeneza ilikuwa ni kubwa mno kuliko hata mzee Robi. Isitoshe, Regina ndio kwanza yupo kwenye level ya nusu mzunguko. Lakini pia kitu ambacho kilisumbua akili yake ni kitendo cha Regi alivyoumia kule Ufaransa na kisha akaponyeshwa na ile pete. Sasa swali limjia, kama pete ile ilimponyesha Regina kwa njia ya ubaridi, ina uhusiano gani na Wahinde? Hamza kujiuliza maswali hayo, alijikuta akihisi kuna mkanganyiko mkubwa na alishindwa kuelewa sababu ni ipi hasa. Basi nusu saa baadaye Hamza aliwasiliana na Roda na wote watatu walielekea kambi ya jeshi ambako kulikuwa na uwanja mdogo wa kurushia ndege za kivita. Mara baada ya Roda kusikia kuwa Hamza anaelekea kisiwa cha Binam kwa ajili ya kuua watu waliosababisha vifo vya ndugu zao, alipatwa na msisimko mkubwa. Kulingana na ramani ya eneo kisiwa kilipo, Hamza ilibidi aendeshe ndege kwa kuzunguka kama vile hakuwa ametokea Tanzania, kisha kwenda kutua kwenye kisiwa cha mazoezi ya kijeshi cha nchi ya Ushelisheli. Kulikuwa na mawasiliano ambayo yalishafanyika baina ya Ushelisheli na jeshi la Tanzania kutotilia mashaka kutoa kwa ndege yao. Sasa mpango ulikuwa ni kwamba Hamza atue kwenye kisiwa hicho kwanza, kisha waogelee kutoka kisiwani hapo na kuanza kuvunja safu ya visiwa mawe, yani Rock Islands, kulingana na maelekezo walionayo. Visiwa mawe havikuwa visiwa kama unavyovifahamu, bali ni majabali yaliyotokeza juu ya bahari na kuonekana kama visiwa. Visiwa hivyo vitano vya mawe
ndio vimeshikilia ukuta wa Mazgaz wa kisiwa cha Benam. Sasa baada ya muda kama walisaa hivi na dakika kadhaa, Hamza, Regina na Roda waliweza kutua kwenye kisiwa cha Mikoko ndani ya nchi ya Ushelisheli. Kisiwa hicho bwana kilikuwa ni maalum kwa mafunzo ya kijeshi. Haikuwa sehemu ya kambi bali ya majaribio tu na kufanya kisiwa yani kisiwe na wanajeshi. Sasa Regina akauliza kwamba kwa nini tunatua hapa? Hamza akasema kutoka hapa mpaka kufika kisiwa ni zaidi ya maili 50, lakini pia hii ndio sehemu rahisi zaidi kwa kuvunja Mazgaz ya kufika kisiwani. Kwa maelezo ya taarifa tulizonazo, hii ndio njia siri ya kuingia Benam bila kugundulika. Kuanzia hapa tunapaswa kwenda kimya kimya bila usafiri, la sivyo utagundulika. Bila usafiri? Yaani unamaanisha nini? Tazama, tunapaswa kufuata hii safu ya visiwa hivi vya mawe kwenye picha hii hapa. Kwa maana hiyo, tutaogelea kimoja baada ya kingine, kuvunja nguvu ya ulinzi hadi bahari itakapoonyesha kisiwa kilipo. Leo tutakuwa umeelewa. Aliongea Hamza. Regina pale pale aliweza kuelewa. Mwanzoni aliona ramani hiyo ya mchoro ila hakujua ndio njia ya kuingia kisiwani. Lakini mimi siwezi kuogelea umbali mrefu. Usiwe na wasiwasi, nitakubeba. Aliongea Hamza huko kichuchumaa na kumpa Regina mgongo. Mume wangu, utakuwa umechoka sana eti. Aliongea Regina huko akihisi aibu kwani Roda alikuwa akiangalia. Usiniambie siku za hivi karibuni ulikuwa ukishindia kula donut na umeongezeka uzito. Bwana, mimi sijala donut mimi. Aliongea Regina huko akibetua midomo. Lakini hakuuliza sana kwani pale pale alimpandia Hamza mgongoni. Ila si tutaloa sasa jamani, ungesema mapema kama kuna hatua ya kuogelea. Aliongea Regina, lakini Hamza angewezaje kujua kulikuwa na kuogelea? Yeye aliweza kusoma taarifa hiyo akiwa tayari angani. Tutakauka tu mbele ya safari. Nani Roda, nadhani hujasahau mbinu ya kininja ya kupiga mbizi bado, si ndio? Aliuliza Hamza na Roda alimtingishia kichwa kuashiria hajaisahau. Muda huo Hamza alikuwa pia akijisikia vizuri mno mara baada ya kuhisi kuna vitu vinamchoma mgongoni na kujiambia inaonekana safari hiyo haikuwa mbaya hata kidogo bwana, hii ndio safari ya kusisimua zaidi. Regina alishia kumngangania Hamza mgongoni kwa nguvu huku akipiga hatua kuelekea ufukweni. Roda aliyekuwa nyuma yao alikuwa na wivu mkubwa na kutamani angekuwa yeye ndiye amebebwa na Hamza. Hata hivyo Hamza hakuwa na muda wa kufikiria Roda alikuwa akiwaza nini. Kwanza walikuwa na maili kadhaa za kukimbia hadi kufika ufukweni. Hivyo safari ilianza mara moja. Dakika 15 tu ziliwatosha kutoka eneo la airport hadi kufika kisiwani. Hamza mara baada ya kufika pale alimpa ishara Roda ya kumfuata uelekeo wake. Kilichompa hueni Hamza ni kwamba umbali mrefu ulikuwa ni kutoka kisiwani hapo mpaka kisiwa cha kwanza cha jiwe. Hivyo baada ya hapo anaweza hata kuruka tu na kutoka kwenye visiwa mawe tofauti tu kwa njia rahisi zaidi na kujaribu kuvunja hiyo safu ya ulinzi. Regina alikuwa na hofu kubwa mno, ila hata hivyo aliuvaa ujasiri. Kwa maisha yake hakuwahi kufikiria kuwa itafika siku ambayo atakuwa anaogelea juu ya bahari saa 8 usiku. Alijihisi kama mwanajeshi kwa wakati mmoja. Hata hivyo hakuwa na wasiwasi wowote. Kitendo cha kuwa mgongoni mwa Hamza kilimpa imani kuwa kila kitu kitaenda sawa. Upande wa Hamza hakuwa na wasiwasi kabisa likija swala la kuogelea, kwa sababu alikuwa na mafunzo maalum ya uninja iliyomwezesha kusafiri hata maili kadhaa baharini bila kuhitaji boti wala usafiri wowote wa majini. Kwa Roda pia alikuwa na uwezo huo. Hivyo mara tu baada ya kupeana ishara, wote waliingia baharini kwa kuanza kutembea kwanza kutokana na kina kifupi. Na kadri walivyokuwa kisogea mbele ndivyo maji yalivyozidi kuongezeka kimo. Ni mita kadhaa tu wote walianza kuogelea. Roda alipotea kabisa majini huku Hamza akiwa kama samaki aina ya nyangumi akiogelea huku Regina akiwa juu yake. Regina licha kuwa na level nusu mzunguko, ilikuwa ni ngumu kwake kupiga mbizi. Hivyo Hamza alihakikisha anabaki juu ya maji ili apumue. Basi Regina akasema, Roda kashapotea. Usiwe na wasiwasi, Roda ana uwezo mkubwa sana kukaa majini mpaka saa 1 dakika kadhaa. Aliongea Hamza aliyekuwa akiogelea huku kichwa kikiwa juu ya maji. Regina alishangaa akasema, nini ndani ya maji saa 1? Regina alishindwa kabisa kuamini kama kitu hicho kinawezekana, wakati kuna mtu tu mwingine akichukua kichwa chake akikiweka kwenye beseni tu lenye maji sekunde 10 kashakinyanyua. Hata hivyo Hamza hakuendelea kumshawishi, alijiambia ngoja aamini kwa kuona.
Spidi ya Hamza kuogelea ilikuwa ni kama nyoka aliyekuwa akitambaa. Licha ya kwamba hakuwa na nishati za mbingu na ardhi, alikuwa na uzoefu wa kutumia nishati hizo awali. Na unachopaswa kuelewa msikilizaji ni kwamba kabla ya kupoteza uwezo wake, alikuwa akijifunza kutumia nishati za mbingu na ardhi kupitia maji. Na ufunuo wa kwanza ulikuwa ni uwezo wa kukimbia juu ya maji kama ardhini. Walichukua dakika 30 pekee kufanikisha kufika katika kisiwa cha kwanza. Roda ambaye alikuwa amezamia mwanzo wa safari, alitokeza pamoja na Hamza katika mwisho wa kisiwa hicho na kumfanya Regina kumwangalia kwa mshangao. Hata hivyo, hawakuwa na muda. Changamoto kubwa waliokumbana nayo ilikuwa ni magugu maji na mizizi ya miti. Hasa Roda akasema kwamba bro, inaonekana sehemu haijafikiwa kwa muda mrefu. Aliongea Roda akirukia juu ya mwamba na kushikilia tawi kujishikilia. Hapa ndio kitu cha kwanza kufungua safu aliyoitega. Tutapanda kwanza mpaka juu ya jiwe ili tuanze kuhesabu hatua za kisiwa baada ya kisiwa. Roda, naomba uwe makini sana, usije ukaingia kwenye mitego, aliongea Hamza huku akimshika Regina mkono baada ya kumtua chini. Regina alikuwa ameshikilia viatu vyake na vya Hamza licha ya kwamba wote walikuwa wameloa. Kutokana na wasiwasi na motisha walizokuwa wakihisi, akili zao ziliwafanya wasisikie baridi hata kidogo zaidi ya kusikiliza sauti za maji tu ya baharini kugongana kwa nguvu na miamba iliyokuwa kando ya kisiwa. Punde tu wote walikuwa juu kabisa kisiwa hicho cha jiwe, na Hamza aliangalia visiwa vingine vinne vilivyokuwa vimejipanga katika mkao wa X. Basi Hamza akasema kwamba tutaanzia hapa, tunapaswa kufuata tulivyoelekezwa ili iwe rahisi kwetu kuvunja ukuta wake wa kimazgazi, vinginevyo tutaishia kurudi tu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba ukiangalia visiwa hivyo kwa mwangaza wa mwezi uliokuwa juu, unaweza kuona ni visiwa vya kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba ni mtego, na Hamza alishaanza kuhisi msisimko wa kinishati eneo hilo tokea muda mrefu tu. Kisiwa cha kwanza walichosimama kilikuwa katika uwiano sambamba na kisiwa cha jiwe kilichokuwa kulia mwao. Mbele yao kulikuwa na kisiwa kingine kilichokuwa katikati ya visiwa viwili, vya mbele na vya nyuma. Kwa mujibu wa maelezo ya taarifa, haijalishi unaanzia kisiwa gani, muhimu ni kujua unaenda kisiwa kipi baada ya kile ulichofikia. Kwa ufupi, unapaswa kukanyaga visiwa vyote kuvunja mtego. Basi Hamza alisema kwamba hii visiwa ni mtego wa majaribio ya fikra, umakini, imani, kumbukumbu, mtazamo na utayari. Chochote kinaweza kuanza. Unachopaswa kujua ni hatua ya pili ni ipi. Roda, utakuwa nyuma yangu, fuatisha kila ninachofanya, aliongea Hamza, na kisha pale pale akaruka kutoka kisiwa hicho na kutoka kwenye kisiwa cha katikati. Regina akauliza kwamba umekariri tunaanza kipi kwenda kipi? Hata ukikariri haina maana. Ninachofanya hapa ni kufuata upepo tu na uelekeo wa mawimbi. Basi bwana, baada ya Hamza kuongea hivyo, kwa sababu Roda hakuweza kuruka umbali mrefu, yeye aliogelea. Hivyo Hamza kila alipotua kwenye kisiwa kimoja, walikuwa kimsubiria. Hamza hakuwa na hofu kabisa, alijiambia kama nikikosea, nitajua namna ya kudili na matokeo. Hivyo alisikiliza utashi wake, ulikuwa ukimwambia nini na kuruka. Hamza aliamini uhalisia wa vitu sio juu ya kile anachokiona, bali ni mpangilio wa mawazo yako baada ya kuona vitu. Ilichukua dakika kama 10 tu, Hamza alikuwa ameshakanyaga visiwa vinne. Uzuri ni kwamba ni kisiwa kimoja tu ndio kilikuwa na uoto wa asili, na vinne vilivyobaki vilikuwa ni mawe kama mawe yaliyooshwa na maji ya mawimbi ya bahari, mfanano wa mawe ya kule Mwanza ndani ya ziwa. Sasa mara baada ya kutua kwenye jabali la 4 kuelekea la 5, Hamza alipojaribu kuruka, ghafla alisukumwa na upepo mkali wa kutokutarajia uliomfanya adondokee majini akiwa na Regina. Sio hivyo tu, hata Roda ambaye alikuwa akiogelea alishindwa kuhimili mkondo wa ghafla wa maji ulioambatana na wimbi kubwa. Sasa Roda akaita bro. Roda alijikuta akiita kwa nguvu mara baada ya kusombwa na wimbi kubwa la maji lilompandisha juu na kumtupia upande mwingine. Hamza naye pia alikuwa akisukumwa na mawimbi hayo ya ghafla, lakini kutokana na nguvu zake aliweza kuhimili vyema kushindana nayo, ila kwa Roda ilikuwa tofauti. Hamza pale pale alikaza macho yake. Hisia zake zilimwambia kitu kingine na hakutaka kuchelewa kufuata utashi wake. Alijua kama angerudi nyuma kumsaidia Roda, ingewabidi kuanza upya kupiga hatua kwenye kisiwa. Sasa pale pale hakutaka kuchelewa. Aliunganisha akili yake na pete ya silaha, na upanga ule ule aliotumia kupigana na Oleg ukatokea mkononi mwake na kumfanya Hamza kutoa tabasamu kwa pete kuelewa kile anachohitaji. Mara baada ya kushikilia upanga ule,
aliangalia wimbi lingine kubwa lililoanza kuamka kwa spidi kubwa, likisukumwa na upepo mkali. Aliinua upanga wake, akaunganisha na silaha ya kusudi na kufyeka hewani kwa kulenga uelekeo wa wimbi lile. Kilichotokea baada ya pale kilikuwa ni kitu ambacho hakikumshangaza Regina peke yake wala Rhoda ambaye aliacha kusukumwa na maji mara baada ya mawimbi kutulia, bali ni wimbi lile la maji ya bahari lilivyoinuka mbele yao na kurudi chini. Liliambatana na sauti kama ya maporomoko makali ya maji iliyofuatana na ngurumo za mwangwi. Ilikuwa ni kama vile anga linatema maji kuyamwaga chini kwa nguvu. Regina akasema, jiwe limepotea." Regina aliyekuwa kwanza kushtuka na kuangalia jiwe ambalo walitaka kurukia lilikuwa halipo tena. Sasa upande wa Hamza alishia kukunja ndita huku akikaza macho mbele yake uelekeo wa kushoto. Ilikuwa ni kama kuna sauti ilimwambia aangalie kushoto, na pale pale alivyoangalia ndipo alipoona mlima ukijitokeza mbele yao. Hamza akasema ni ule uelekeo. Na Rhoda ambaye sasa alikuwa amefika mara moja alipo Hamza na Regina, wote waligeuka na pale pale waliweza kuona kisiwa kingine kikiwa mbele yao, kilichofunikwa na msitu mzito. Ajabu ni kwamba muundo wa mlima ule wa kisiwa ulikuwa kama lile jiwe ambalo Hamza alitaka kurukia. Utofauti ni kwamba lilibadilika ukubwa na muonekano, lakini muundo ule ule. Hamza alishia kuvuta pumzi nyingi na pale pale alijiuliza ya kwamba nani aliyejenga hili eneo na mtego wenye nguvu namna hiyo? Ukweli ni kwamba kama Hamza asingekuwa na uwezo wa kusudi na ule upanga wa kukata mawimbi, alihisi kabisa asingeweza kuvunja wimbi lile na kufanya bahari kutulia. Hapa sasa naelewa ndio maana watu wanashindwa kusogelea ama kuona hiki kisiwa. Haihitajiki tu mafunzo ya nishati, ila utimamu wa akili pia. Rhoda muda huo licha ya kuwa na uzoefu, moyo wake ulikuwa ukienda spidi mno. Wakati anasukumwa na wimbi lile, alijihisi ni kama kuna mkono wa mtu ulioshika mguu wake na kutaka kumrudisha nyuma. Ni mara baada ya Hamza kushambulia wimbi lile kwa kutumia upanga wa kusudi ndipo nguvu hiyo ilimwachia. Kwa uwezo wa Rhoda wa kuogelea, ilikuwa ni ngumu kuzidiwa na mawimbi, kwa sababu mafunzo yao ya kininja pia yalihusisha kujifunza kushindana na mawimbi makali ya baharini. Kitendo cha yeye kutoa kilio kilichotokana na hisia ya mkono wa ajabu uliokuwa ukimvuta kurudi nyuma, aliogopa mno na kudhani ni jini. Ninja huyo alishia kugeuza macho yake na kuangalia kisiwa cha 4 walichokuwa kitokea, na alihisi kuna nguvu ya ajabu kutoka pale. Hasa upande wa Hamza hakujali mshangao wala mshtuko aliokuwa nao Regina wala Rhoda. Muda ulikuwa ukienda na walikuwa wametumia muda mrefu mpaka kuvunja huo uzio wa Kimazgaz. Halafu pia kisiwa kilionekana kuwa maili kadhaa kutoka walipo. Hivyo hakutaka kuchelewa hata sekunde moja na kuanza kupiga mbizi kuelekea kisiwani huko, akichukua uelekeo wa msitu huku Regina akiwa juu yake. Hamza kwa wakati mmoja alijiambia kwamba inaonekana kama nisingeweza kujua kuhusu silaha ya kusudi, nisingekuwa na pete ya yule mdada na nisingeweza kupigana na Captain Oleg. Pengine hata baada ya kupata taarifa hii ya kuingia binamu, jaribio la kwanza lingefeli kabisa na kushtukiwa na watu wa binamu. Basi bwana, kwa spidi kubwa walianza kupiga makasia kuelekea kisiwa kilipo, na kadri walivyokuwa wakisogelea ndivyo mlima ulivyozidi kuongezeka ukubwa mbele yao na kuona jabali kubwa mno kama gema lililoshikilia kisiwa hicho. Haikuwachukua muda mrefu sana mpaka wakakanyaga katika fukwe za kisiwa. Hamza mwanzoni alijua kwamba ufukweni hapo hakutakuwa na walinzi, lakini hapakuonekana mlinzi yote, na ni kama eneo hilo halikuwa na harakati zozote za binadamu kwa muda mrefu. Wote walikuwa wameloa, lakini hilo halikuwazuia kuendelea kwenda mbele. Sasa hapa tutaanza kutembea kutoka hapa, tunapaswa kufuata ramani, vinginevyo tutapoteza uelekeo na kuwashtua maadui. Mazingira ya kisiwa yalionekana kuwa ya kawaida sana. Ukiachana na ufukwe, ilionekana kama mlima wa msituni. Hamza alitangulia mbele, Regina akiwa katikati na Rhoda alikuwa nyuma kabisa. Walianza kutembea juu ya majani ya miti yaliyokauka, ambayo mawimbi ya bahari yalikuwa yamekusanya mahali pamoja na kuiacha onekane kama kitalu cha uchafu. Rhoda akasema kwamba hiki kisiwa cha binamu kimefichwa kweli ese. Licha ya kuingia kwenye ardhi yao, lakini ni kama vile ni kisiwa kisicho na watu. Hii ndio mara yetu ya kwanza kufika hapa, na njia hii ndio ya siri zaidi. Kuna njia nyingine za kuingia kisiwani moja kwa moja, hata kwa ndege au robot. Njia ya kuogelea ndio ilikuwa chaguo rahisi kwetu kuingia pasipogundulika.
Basi bwana, hata hivyo Regina, ijapokuwa ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuwa katika mazingira aina hiyo, tena ni usiku, alionekana kuwa na ujasiri mkubwa. Pengine ni kwa sababu ya uwezo wake wa kuvuna nishati na kupanda level hivi karibuni. Alionekana kuwa na ujasiri mkubwa kama mwanajeshi aliyepitia mafunzo kwa kipindi kirefu. Upande wa Rhoda na Reggie walionekana kumkubali mno Hamza kutokana na uwezo wake wa kukariri. Hamza hakuwa na kifaa chochote, lakini alisoma taarifa za kuingia kisiwani hapo na kuikariri ramani kichwani. Lakini haikuwa hivyo tu. Alikuwa na uwezo wa kuelezea hata baadhi ya mimea na miti iliyopatikana kisiwani hapo. Ajabu ni kwamba kadri walivyokuwa wakiendelea kupanda mlima huo, walizidi kufunikwa na ukungu mzito na kufanya iwe vigumu kwao kuona mbele. Ilikuwa ni kama mvua ilikuwa karibu kunyesha. Hamza mwanzoni alivyokiangalia kisiwa hicho kwa mbali, alidhani ulikuwa ni ukungu wa kawaida tu, lakini muda huo ndipo alipoelewa kuwa huo haukuwa ukungu wa kawaida. Ni muda huo Hamza aliwapa ishara wanawake hao wasisonge mbele. Regina akauliza kwamba habi nini tatizo, tumeshafika ama? Hata hivyo Hamza kujibu chochote. Badala yake alikimbia kwenda juu, akaruka na kudakia matawi ya miti miwili kwa kasi kubwa sana. Kulikuwa na mitikisiko haraka ya matawi ya miti hiyo, na walichoweza kusikia ni sauti za kukatika katika tu. Rhoda akasema, kulikuwa na watu hapa. Rhoda ajikuta kishangaa mno. Hakuweza kuhisi kabisa kwamba kulikuwa na watu waliokuwa wakiwasubiri kuwafanyia mashambulizi ya kushtukiza. Ilionekana walikuwa na uwezo mkubwa mno wa kujificha, hasa kwa wale waliokuwa na uwezo mdogo kwa zaidi. Ni muda huo Hamza aliweza kuonekana tena akiwa ameshikilia chupa kubwa ya dawa ya kupuliza na kuitupa pembeni. Ndio maana hata watu wanaojaribu kuingia hapa kisiwani wanashindwa kupita, kwa sababu wanapuliziwa dawa ya kuwafanya wazimie, aliongea Hamza. Rhoda alishia kuwa na huzuni. Aliona hata kama angeweza kufika hapo kwa kutegua ule mtego wa baharini, bado asingefanikiwa kuingia kisiwani. Kwa ninja kama yeye kushindwa kugundua kwamba kuna adui mbele, ilionyesha kuwa ilikuwa vigumu mno kuingia ndani ya kisiwa hicho. Asa Rhoda akasema, bro, mbona hujawaua? Aliuliza Rhoda mara baada ya kuona Hamza amewazimisha tu. Kwa nini tuwaue? Tumekuja kumuua Matias na familia yake, lakini kisiwa bado ni cha kwetu hiki. Hata baada ya kumaliza operesheni yetu, lazima kuwe na watu wa kuendelea kukiendesha. Tukiua hawa watu, nani ataendelea kuilinda? Aliongea Hamza. Regina pia alikubaliana na Hamza, na pale akasema kwamba ili niweze kutawala hiki kisiwa na kuwa chini yangu, lazima pia niwafanye watu wa hapa kunikubali kwa hiari yao. Basi mara baada ya Rhoda kusikia kauli hiyo, aliishia kutingisha kichwa na kisha kuweka kisu chake kwenye ala. Hamza akasema, tuendeleeni mbele. Baada ya kupita huu mlima, tutaweza kuona geti la kuingilia bondeni. Katika jengo kubwa la utawala ndani ya kisiwa cha Benam, ndani ya ofisi ya Matias Huge, moshi wa manukato ulionekana kutoka kwenye kifaa chake ukicheza kana kwamba unapeperushwa na upepo. Muda huo alionekana Matias Huge aliyekuwa amevalia koti kubwa lenye kofia mfanano wa yale makoti ya kujikinga na mvua. Kwa namna alivyokuwa amekaa, alikuwa amekaa kwenye kiti chake kwa namna ya kuegamia, huku mikono yake yote akiwa ameiweka juu ya meza na kuunganishwa, na macho yake yakikodolea fungu la maua fulani hivi ya mkia wa paka. Bwana huyu alionekana kuwa katika hali ya kutafakari. Sauti za viatu kusogelea chumba chake zilianza kusikika, na baada ya dakika chache mlango ulifunguliwa. Mtu aliyeingia ndani ya chumba hicho alikuwa ni mwanamke aliyevalia gauni jeupe lenye maua ya kijani. Alikuwa ni mwanamke aliyechanganya rangi ya kizungu na Kiafrika, aliyefunga nywele zake kurudi nyuma. Alionekana kuwa mrembo sana, mwenye hadhi fulani hivi kwa kumtazama tu. Alikuwa amembeba mtoto wa kike wa umri wa miaka kama 2 au 3, na pembeni yake kulikuwa na mtoto mwingine wa kiume aliyekuwa na umri kati ya miaka 7 au 8, mwenye macho mazuri ya blue. Basi ule mdada akasema kwamba, mume wangu, kwa nini umeniita na watoto hapo siku yote? Mwanamke huyu alikuwa ni mke wa Matias Huge, mtu wa hapo kisiwani. Mara baada ya kuona furushi la maua juu ya meza, alijikuta kishangaa. Kauliza kuna kilichotokea? Matias Huge hakujibu chochote. Badala yake alitoka nyuma ya meza na kwenda kumbeba mtoto wake. Sasa mtoto akaita daddy. Mvulana huyo mdogo alikuwa na usingizi machoni kutokana sasa na kurupushwa na mama yake nini. Matias Huge aliweka mkono juu ya kichwa cha mtoto huyo eneo la utosi, kisha akaweka tena mkono wake kwenye paji la uso, alafu akamweka chini. Matias akasema kwamba jana niliwatuma wacho
mzee Elish na mzee Elkin kwenda Tanzania kumtafuta Afande Simba, nilipanga kutumia jeshi na nguvu ya serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuwakabili hao mashaitani wa kuzimu. Hii ndio njia pekee niliyofikiria ya kudili na Lucifer. Hata hivyo, mpaka sasa sijapokea ujumbe wote kutoka kwa Wacho, na vile vile wazee wote hawajatuma ujumbe, aliongea Matias. Mwanamke yule mara baada ya kusikia vile alionekana kuelewa jambo. Akasema kwamba umetumia hayo majani ya uungu kufuatilia nafsi zao. Usiniambie wame. Matias akasema, kwa ishara nyingi ambazo nimeweza kupata mpaka sasa, nafasi ya hao watu watatu kuendelea kuishi ni ndogo mno. Mke wa Matias akasema, inawezekanaje? Sidhani kama Tanzania wana sababu ya kukataa ombi letu. Hawaogopi nchi yao kuingia tarini, Mume wangu, si tuna siri nyingi za nchi yao. Matias aliishia kusugua paji la uso wake kama mtu aliyekuwa amechoka kufikiria. Akasema kwamba kutokana na mpango wa mashambulizi ndani ya kisiwa cha Toharani, nashindwa kuamini ameshindwa vipi kumuua Lucifer. Hivyo nikaanza kufanya mahesabu kupitia njia zetu za kiutabiri, na nimegundua hatima ya Lucifer inashangaza mno, kiasi cha kutoweza kuona mahali popote pale. Leo ni kama nimeweza kuamini kwamba huyu mtu kazaliwa kwa ajili ya kuishi maisha marefu. Ni kama vile kifo kinamkataa hivi. Basi mdada akasema, mume wangu, kama ni hivyo, basi tunapaswa kuambia watu wote wa familia yetu wanaotusupport, hata kama Lucifer hawezi kufa, lazima alipe gharama. Matias akasema, tumeshachelewa. Nilitumia mbinu ya kumtishia Afande Simba kwa kumuonyesha matokeo kama vita ikitokea. Kama nchi imekasirika na wameamua kushirikiana na Lucifer, basi mashambulizi yatatokea kabla ya kupambazuka. Mpaka sasa tumeshachelewa kuwataarifu watu wote na kuunganisha nguvu pamoja. Lakini pia tuna maadui hapa kisiwani kutoka familia ya Dosa. Hatuwezi kuendelea kusubiri mpaka familia yetu nzima ingia tarini. Tayari nimeshafanya utaratibu wa wewe na watoto kuondoka hapa kisiwani kwa njia ya siri. Kwa hiyo itakuwa rahisi mkiondoka sasa hivi, kukiwa tena bado ni usiku. Nenda na watoto mpaka mlima wa kisiwa cha jiwe, lile jiwe jeupe, alafu kamtafute baba. Kama nikifanikiwa kutoka katika ile janga, basi mimi nitafuata, aliongea Matias. Mwanamke yule mara baada ya kusikia kauli hiyo, macho yake alianza kuwa mekundu. Akasema kwamba, mume wangu, huwezi kubaki hapa, tuondoke wote. Matias akasema, madam, unapaswa kwenda peke yako kwa ajili ya watoto wetu wawili. Hiyo ni damu yetu, familia ya Huji. Lucifer hapaswi kuwaona. Isitoshe, kuna watu wengi hapa kisiwani ambao hawatusupport. Uongozi wangu haukuwa sahihi, na tamaa zangu za kutaka kumiliki kisiwa chote zimenifikisha hapa. Kwa hiyo kitendo cha kutaka kuifutilia mbali familia Dosa na kuharibu Wordless Book kimenifanya kuingia kwenye uadui na Lucifer. Na kama nikikimbia hapa kisiwani, basi ni sana kupoteza madaraka yangu kabisa, na familia yetu haitakuja kuwa na nguvu tena. Yule mwanamke akasema, twende tu, tunaweza kukiacha kisiwa kuwa chini ya familia Dosa kwa muda na kujipanga namna kukirudisha. Matias akasema, madam, familia yetu pia ni sehemu ya waasisi wa kisiwa hiki. Hatuwezi kuwatelekeza mababu zetu na kukimbia. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Tuna wafuasi wenye nguvu kubwa hapa. Lucifer amekuja kichwa tu bila kujua ni nguvu kiasi gani tulizo nazo. Basi mara baada ya kuongea hivyo, Matias alisogea na kuonyesha ishara ya heshima kwa kuinamisha kichwa chake chini. Akasema kwamba, madam, na waacha watoto hawa mikononi mwako kuanzia sasa, na nitaendelea kukushukuru kwa moyo wangu wote kwa lolote litakalotokea. Tafadhali naomba ondoke haraka. Basi mwanamke yule alikuwa akilia machozi mengi bila kupenda, lakini alielewa wazi kuwa jambo muhimu kwake kwa sasa ni kulinda damu ya familia hiyo kwa njia yote ile. Akasema, mume wangu, nakutakia yote ya heri. Basi pale alishika mikono ya kijana wake na kumbeba binti yule, kisha akaondoka ndani ya ofisi hiyo. Kijana yule mdogo aliuliza kwamba, mama, tunaenda wapi? Mama akajibu, tunaenda kumsalimia babu. Yule kijana akasema, lakini kwa nini mama unalia? Akaambia kwamba mama halii, umeona vibaya. Basi haikuchukua muda mrefu, sauti za familia yake zilipotea. Matias alitoka nje ya balkoni ya ofisi yake na kuinua macho yake kuangalia juu. Sauti ilisikika ikisema kwamba, bro. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume kutoka ndani ya ofisi hiyo, iliyomfanya Matias kugeuka. Akauliza, Nyeto, nini tatizo? Nyeto akajibu kwamba kuna taarifa kutoka kambi ya Night Eagle. Walinzi wetu kozi hawajarudisha taarifa yoyote ndani ya muda mwafaka.
nitume watu kwenda kuangalia? Matias akasema, naona umeshafika mapema sana. Aliongea Matias huku akitabasamu. Kisha akasema kwamba haina haja ya kutuma mtu. Subirini tu kwenye geti la mlimani, mtu mzito ameingia. Nyeto akasema, mtu mzito? Kuna aliyeweza kuvunja ukuta wetu wa Mazgaz na kuingia kisiwani? Nyeto aliuliza kwa mshangao. Matias akasema, huna haja ya kufikiria sana. Kama kuna mtu amevujisha taarifa za namna ya kuingia kisiwani kwetu, basi ni swala linalowezekana. Nyeto akauliza, unataka kumaanisha nini ukoa? Aliuliza, lakini Matias alipotezea swali hilo na kufanya maamuzi pale pale. Matias akasema kwamba gonga kengele na kusanya sehemu moja wafuasi wetu wote, wanajeshi na misukule wa utumwa. Kuanzia sasa, bondeni tupo vitani. Kama mbingu zinataka mimi Matias Huj nife, nitapingana nazo. Na msikilizaji, ilichukua dakika chache tu king'ora cha kisiwa cha Binam kilianza kulia kwa nguvu na watu kutoka majengo yote walianza kukimbia kwa spidi kubwa. Ghafla minara iliyojengwa katikati na pembezoni mwa mji huo ilianza kutoa mwanga wa ajabu wa teknolojia ya hali ya juu kwa mfuatano wa kipekee na kufanya ionekane kana kwamba miale yake imeungana kati ya mnara na mnara. Ukweli ni kwamba kisiwa cha Binam kilikuwa na teknolojia kubwa mno ya mwanga iliyounganishwa katika eneo lote na kufanya muda huo kuonekane kama ni mchana wa kawaida. Ukiangalia kutoka juu ya mlima kuelekea eneo la bondeni la kisiwa hicho, ilikuwa kana kwamba limefunikwa na miale mingi ya rangi ya upinde wa mvua iliyotokea kwenye viuno vyote vya milima. Kwa ufupi, watu wa kisiwa hicho hawakuwa wakilala kabisa. Ni kisiwa kinachokusanya intelijensia kutoka kila pembe ya dunia na si eneo ambalo lingeweza kuingia hatarini tu kwa sababu ni usiku. Kulikuwa na mgawanyo mzuri mno wa majukumu. Wale walioweza kupigana, wale wa kukusanya na kuchambua intelijensia, wale wa kuendesha teknolojia za uchunguzi usiku na mchana, na wale waliokuwa na jukumu la usafiri wa kuingia na kutoka kisiwani. Eneo la mbele kabisa kwenye geti kuu la kuingia katika bonde hilo, kulikuwa na masanamu makubwa ya mawe yenye urefu wa angalau mita 30. Masanamu hayo yalikuwa ni ya waasisi wa kisiwa hicho, kuanzia kwa mwanzilishi wa familia Dosa, mwasisi wa mwanzo kabisa, Huj, wasisi wa kufikia, na familia nyingine. Muda huo Matias Huj alikuwa akiwaongoza watu wote wa kisiwa hicho, wanajeshi na wale walio na majukumu ya ulinzi mbele ya masanamu hayo. Karibia familia zote kubwa zilikuwepo hapo, akiwemo mzee Dosal na wanae. Ilikuwa ni kama kundi hilo limegawanyika mara mbili, upande mmoja ukiwa na watu waliokuwa wameongozwa na familia Dosal na upande wa kulia ukiongozwa na Matias. Wote walikuwa wamejipanga sawa sawa, wakielekeza macho yao kwenye geti kuu la kuingilia ndani ya bonde la kisiwa hicho. Kwa sababu ya king'ora cha uvamizi kulia, haikuhitajika maelezo mengi kujua nini kinaendelea. Hivyo viongozi wote wa kisiwa hicho walikuwa wameshatambua nini kinakwenda kutokea. Kila mmoja alikuwa akijiuliza, ina maana anga la kisiwa cha bondeni linakwenda kubadilika tena? Sasa mzee Dosal aliuliza kwamba Master Huj, kuna haja ya kujikusanya hivi usiku wote huu? Matias akasema kwamba mzee Dosal, unaonekana kutokuwa na hofu kabisa juu ya huu uvamizi, au unajua kuna mtu atafanikiwa kuingia kisiwani kwetu bila shida? Dosal akasema kwamba nadhani kiongozi wetu umezidi sasa kushuku watu vibaya. Kisiwa chetu tumekilinda kwa miaka mingi sana kwa kuhakikisha swala la ulinzi halifungamani na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo sidhani kama kuna watu wanaweza kuvamia geti letu usiku huu mpaka kuongea hivyo. Labda kama kuna jambo ambalo unatuficha ambalo limeleta matokeo haya. Nyeto akasema kwamba mzee Dosal, hebu acha maigizo basi. Adui anayesogelea kisiwa chetu ana taarifa zote za utendaji wa ulinzi wa kisiwa hiki. Sio kwa sababu yako. Aliongea Nyeto akionekana kushindwa kuvumilia. Sasa Kesu akasema kwamba Nyeto, hebu acha basi kuongea ujinga. Baba anawezaje kuvujisha taarifa kwa watu wa nje, Unapaswa kukumbuka familia yetu ndio warithi wakuu wa hiki kisiwa. Hatuwezi kufanya vitu ambavyo vinaweza kuhatarisha usalama wetu. Jamaa akasema, mnachekesha sana. Hata mjazaliwa kwenye hili eneo. Nyie ni wakuje tu. Sui akasema kwamba unaongea nini wewe? Kama sisi ni wakuja, vipi kuhusu nyie? Afistoshe, baraza la wazee linatutambua kama familia Dosa. Kwa hiyo wewe unasema maamuzi ya wazee si sahihi? Aliongea Sui. Sasa fukuto la harufi ya kisasi lilianza kuibuka kutoka pande zote mbili. Wakati ule walipotaka kuendeleza kucharukiana,
Mara sauti ya kupenyeza ya mwanaume mzee iliweza kusikika kwa watu wote waliokuwa ndani ya eneo hilo. Akasema ya kwamba ni nidhamu mbaya namna gani mnaonyesha mbele ya wasisi wetu, Mara baada ya watu wote kusikia sauti hiyo, ghafla kimya kilitawala, wakionyesha kuwa na hali ya heshima. Pale pale njia ilijitengeneza katikati ya kundi hilo la watu. Mzee aliyekuwa na uso mwembamba na mgongo uliopinda alitembea akisaidiwa na mkongojo. Mara baada ya kuona vile, Dosali aliyekuwa hapo haraka alinama kutaka kumsaidia mzee huyo, japo hakuonekana kama anahitaji msaada. Akasema kwamba mjomba, kwa nini umetoka na kuja mpaka huku? Hali ya hewa ni ya baridi. Mzee akasema ya kwamba sio kama siwezi kutembea na hii mifupa yangu ya kizee. Hatujawahi kuona jambo kama hili kwa miongo kadhaa. Na kwa nini endelee kubaki ndani? Sasa Matias Huji akasema kwamba chief, naomba uniwe radhi kwa kukusumbua. Aliongea Matias huku akionyesha heshima. Mzee huyo alikuwa ndiye chief wa baraza la wazee ndani ya kisiwa hicho cha bondeni. Alifahamika kwa jina la Kuringa Mfue Dosa. Kindugu alikuwa ni babu yao kina Kesu na Sui, na umri wake ulikadiriwa kuwa miaka 170. Inasemekana ndiye aliyekuwa muhimili mkuu wa kiimani ndani ya urithi wa damu ya ukoo wa Dosa. Hata baada ya kaka yake Dosa kufariki na kubakia yeye, hakuwahi kuruhusu uzao wake kugombania uongozi wa kisiwa. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kaka yake alikuwa ni babu yake Regina. Kwa msingi huo walikuwa na jina la ukoo sawa. Hivyo angekuwa na sababu ya kuwafanya watoto wake kuwa sehemu ya uongozi wa juu wa binamu. Lakini hakuwahi kuania ama kushikwa na tamaa ya kutumia undugu wake na familia ya Dosa kutaka uongozi. Tabia yake hiyo ilimfanya kuwa mzee wa kuheshimika sana ndani ya kisiwa chote. Hata hivyo nguvu yake haikupimika kwa sababu baraza la wazee lilikuwa na nguvu zaidi kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu hata kwa Matias kuweza kutawala kisiwa kizima. Kwa ufupi ni kwamba baraza la wazee ni kama bunge. Matias anaweza kuwa na nguvu, lakini maamuzi anayofanya lazima yapitie kwenye baraza la wazee linaloongozwa na Mfue. Pia utamaduni wa watu wa bondeni hawana rais, bali wanamtambua Matias kama kiranja wa anga au mwalimu mkuu wa anga. Ndio maana katika ulimwengu wa siri, sifa ya cheo cha Matias Huji ni gwiji msomi. Sio kama hawana cheo cha rais, la hasha, bali ni kwamba walikuwa na cheo cha mtawala mkuu wa miliki, cheo ambacho kimekuwa tupu kwa miaka mingi sana kutokana na mrithi kutokujitokeza. Hata Dosam alishindwa kurithi cheo hicho kutokana na kwamba alishindwa kuamsha urithi wa nguvu ya damu yake, hivyo kukosa vigezo. Na hata kwa mtoto wake Wilson pia, kwa sababu ili uwe mtawala lazima uwe na uwezo wa kusoma kitabu maalum kinachoitwa Wordless Book, kitabu kisicho na maandishi, na ili ufanikishe hilo lazima uwe na nguvu ya damu iliyoamka. Hivyo kwa ufupi, Matias alikuwa kiongozi wa muda tu, na sarakasi zote za kutaka kumuua Hamza ni kwa ajili ya kutaka kubadilisha utamaduni wa wazee kuamini kiongozi lazima awe na urithi wa nguvu ya damu ili yeye ajisimike kama mtawala wa kudumu. Sasa mzee Mfue akauliza ya kwamba mwalimu wa anga, nani ametuingilia? Matias akajibu ya kwamba ni Lucifer, kiongozi wa Inferno. Asa mara baada ya watu kusikia maneno hayo, walianza kuongea wao kwa sauti ya chini, huku wengine wakionekana kuchanganyikiwa kwa kutokulijua jina la mtu huyo. Sasa mzee akauliza tena kwamba kumbe kwa nini amekuja kisiwani kwetu? Akajibiwa ya kwamba niwe mkweli kwako chifu, yupo hapa kwa ajili ya kulipa kisasi kwa wanabondeni. Asa mzee Dosali akasema kwamba kulipa kisasi kwa wanabondeni? Na mimi anakuja kulipa kisasi kwa familia yako bwana. Usidhani unaweza kumdanganya kirahisi mzee wetu. Aliongea hivyo mzee Dosali, lakini Matias alishia kutabasamu kabla ya kuongea. Matias akasema, mzee Dosali, hivi nadhani kama Lucifer akiingia hapa atakuacha na wewe salama? Usisahau ni wewe uliyetuma watu kwenda kumdhuru Regina na Irene kwa kujua wote wanadamu halisi ya ukoo wa Dosa. Unadhani watu hawafahamu? Aliongea Matias, lakini mzee Dosali wala hata kukubali. Akasema, haingia akilini bwana, unachoongea ni upuuzi.
kwa uongozi wako mbovu umepelekea kisiwa chetu kukumbwa na hili janga. Usijaribu kuhusisha familia yetu. Keso akasema ya kwamba kweli kabisa. Kwanza Lucifer mke wake ni Regina Dossam na asili ya damu yake ni ya ukoo wetu. Kama familia yako haijafanya mambo ya kihuni dhidi yake, sidhani wote tungesimama hapa tukiwa na hofu usiku wote huu. Matias huku akicheka akasema ya kwamba mnajidanganya tu nyie. Basi mzee Mfua akasema inatosha. Aliongea kwa nguvu huku akigonga fimbo yake chini. Akasema ya kwamba hamuoni mnachokifanya hapa, mnajidhalilisha mbele ya mgeni. Sasa watu mda ule bwana walionekana si tu kushangazwa na kauli yake kwamba eti haionekani mnachokifanya hapa, mnajidhalilisha mbele ya mgeni. Bwana si kushangaa tu, bali vile vile walishangaa mara baada ya kuona mzee huyo akigeuza macho yake na kuangalia jengo refu zaidi ndani ya eneo hilo la bondeni, yani jengo la utawala. Watu wote walifuata kuangalia alikokuwa akiangalia mzee Mfue, na ndipo muda huo waliweza kuona juu kabisa jengo hilo kuna mtu aliyekuwa amesimama akiwa anawaangalia. Haikueleweka ni muda gani mtu huyo alipanda na kwenda kusimama juu ya jengo hilo. Ni yule mzee pekee ambaye alikuwa na umri wa miaka 70 aliyeweza kugundua uwepo wake. Matias Hughes na wazee wengine pia walionekana kushangazwa na jambo hilo, maana hata wao hawakugundua chochote. Ni muda huo huo ambapo wingu la giza lililokuwa juu angani lilianza kujitawanya, na pale pale mwanga wa kipande cha mwezi ulipenyeza chini ardhini na kuungana na taa za minara. Kwa namna bwana huyo alivyokuwa akionekana, ni kama vile alikuwa amefunikwa na mwanga fulani hivi mwekundu mwili mzima. Lucifer. Matias alijikuta akitamka neno hilo huku akipumua kwa nguvu. Tofauti na mwanzo alipokutana na Hamza, bwana huyo sasa alionekana kuwa na uwezo ulioongezeka zaidi. Kama Matias Hughes alikuwa akihisi msisimko uliokuwa ukisambazwa na Hamza, basi haikuwa na haja ya kuzungumzia kuhusu wengine. Inaonekana watu wote wanaohitajika kufa wapo hapa, aliongea Hamza, kisha pale pale alijirusha kutoka juu ya jengo lile na kutua ardhini, akisimama imara kabisa. Jaribio hilo pekee la kuruka umbali wote huo na kutua chini bila kuwa na mbinu yoyote ya kuzuia kani ya muunganiko liliwafanya wanajeshi wote waliopitia mafunzo kushangaa mno. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa amefika muda mrefu uliopita. Wakati walipowasili ndani ya eneo hilo, ndipo walipokuwa wakisikia king'ora kikilia kutoka pande zote huku watu wakikimbia. Jengo hilo la utawala ndilo lilikuwa refu kuliko yote. Hivyo Hamza alitumia mbinu ya kujificha na kupanda kisirisiri mpaka juu ili kuona kinachoendelea kabla ya kuchukua hatua. Sasa Matias akasema kwamba bro, naona umekuja mapema mno. Aliongea Matias huku akishusha pumzi. Matias, hebu naomba nikuulize kitu kimoja. Huwezi kuishi bila kusumbua watu? Bro, ulishamuoa tayari Regina Dossam. Ilikuwa ni swala la muda tu kwa wewe kushambulia hapa kisiwani kwa ajili yake. Sasa tofauti na kukusubiri mpaka ushambulie, ningekaa tu bila kufanya lolote. Matias, haupo sahihi. Ilikuwa ni sauti kama ya wimbo uliotokea upande mwingine wa geti kuu la kuingilia bondeni. Alikuwa ni Regina Dossam aliongozana na Roda akiingia. Mara baada ya Regina kujitokeza, watu wengi waliokuwa wafuasi wa familia Dossa walionekana kufurahi sana. Wakasema, "Oh, Madam Regina, ndio yeye. Kama kwenye ile picha ise." Ingawa wengi wa wafuasi wa familia Dossa hawakuwahi kumuona Regina ana kwa ana, walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kama mtawala wao ajaye. Watu wengi kisiwani humo waliamini Matias alikuwa ni kiongozi wa muda tu, ndio maana alipewa cheo cha mwalimu mkuu. Ila kwao kiongozi wa moja kwa moja ni aidha mfalme au malikia, ambaye kikatiba lazima atoke familia Dossa na awe amefanikiwa kuamsha damu yake. Wazee kadhaa waliokuwa na mafunzo ya nishati, macho yao yalichanua mara baada ya kuona Regina alikuwa na mng'ao wa nishati za mbingu na ardhi, nguvu halisi au nishati halisi. Mzee Mfue Dossa aliyekuwa ameshikilia mkongojo wake alionekana kutetemeka kidogo. Akasema, ametokea. Nadhani ni muda mwingine tena." Kisiwa cha Binam kilikaa kama shimo, kimezungukwa na milima pande zote na kuwa na muundo wa sahani. Zipo njia nyingi za kuingia kisiwani humo na kuna mabonde mengi pia, lakini eneo kuu lilokuwa makao makuu ya kisiwa lilionekana kama sinia au sahani, yani eneo la tambarale chini ya bonde baada ya kutoka ufukweni. So ili kuingia kisiwani hapo na kufikia kwenye geti kuu ni lazima upitie kwenye korongo kama
yaani mfereji mkuu hivi uliotengana na pande zote mbili, ambapo ndipo palipojengwa geti kubwa la kuingilia eneo hilo. Hivyo Reggie alikuwa akiwaangalia watu hao kutoka juu ya ngazi za kushukia. Muda huo Reggie aliangalia watu hao ambao wengi wao hakuwa akiwafahamu, kisha akavuta pumzi ndefu kabla ya kuongea. Kama ningetaka kurudi hapa kisiwani, ningerudi kwa nguvu zangu mwenyewe. Lakini sababu ya mimi kulazimika kurudi si kwa sababu mume wangu anataka kupigana kwa ajili yangu, bali ni kwa sababu nyie watu mmetumia njia za uovu kunishambulia kwa siri badala ya kupambana na mimi ana kwa ana. Basi, msikilizaji, kama unavyofahamu, eneo lolote ambapo kuna watu wengi na kuna viongozi machawa hawakosekani. Basi pale sauti zikasikika tu, umeongea vizuri. Dosa aliongea kwa nguvu kumunga mkono kwamba umeongea vizuri. Aliendelea kwa kusema kwamba wewe ndio mrithi mkuu wa kiti cha utawala wa miliki yetu. Kwa nini tuwe chini ya utawala wa nguvu wa familia huji? Aliendelea kuongea na watu wote wafuasi wa familia Dosa walitengisha vichwa vyao kukubaliana na maneno yake. Msikilizaji, kweli ni kwamba kwa muda mrefu sana watu wa kisiwa cha binamu hawakujali nani alikuwa kiongozi wa muda. Muungano wao ulikuwa ni mzuri mno. Waliishi kama familia na hata matatizo yalipotokea walimaliza wao kwa wao bila kusalitiana. Hilo ndilo lililosaidia kisiwa kudumu kwa miaka mingi bila machafuko. So mara baada ya Mathias Huge kumuona Regina na mabadiliko ya Chifu Mfue, mwili yake ilibadilika kabisa. Kile ambacho alikuwa akihofia zaidi ndicho kilichokuwa mbele yake. Regina alishuka kwenye ngazi kama malkia akipeana ishara na Hamza. Ni muda ule ule sasa alitoa ile pete na kuishika mkononi mwake. So mara baada ya kuona pete ile, wazee wote wa bondeni walionekana kuwa na hali zisizoeleweka usoni mwao. Najielewa mimi mwenyewe kama Regina, sina uzoefu wote, ndio maana sikuweza kujiamini kuwa naweza kumrithi baba wa babu yangu na wasisi wetu kwa kurudi hapa kisiwani. Nimejifunza kwa bidii kwa ajili ya kurudi siku moja. Hata hivyo, muda ulinipa mkono. Mara baada ya kujua Mathias Huge ametumia cheo chake kumuumiza ama kuumiza watu wasio na hatia na hata kumwekea sumu mume wangu kwa jaribio la kunizuia mimi kurudi, nimeshindwa kuvumilia kuona matendo yake yakisukuma kisiwa chote kwenye shimo la ukiwa. Hii ndo mara yangu ya kwanza kufika hapa. Lakini naamini siko mwenyewe, kwa sababu wapo wazee na watu wengi kati yenu mnaotokea katika mzizi mmoja kama mimi. Hapa ni nyumbani kwetu, hivyo sina hofu yoyote. Hata kama sijui vitu vingi, hata kama uwezo wangu wa nishati ni mdogo, lakini bado nimerudi. Si kwa ajili ya familia yangu pekee, bali ni kwa wanabondeni wote. Mara baada ya Regina kuongea vile, alichukua pete ile na kuitumbukizia kidoleni mwake. Kwa wakati mmoja, Regina alichannel nishati ya nguvu za mbingu na ardhi ya ufunuo wa barafu. Ile pete mara baada ya kukutana na nishati hiyo, pale ilitoa mwanga wa rangi ya blue ulioambatana na msisimko wa baridi. Mwanga huo wa blue haukusambaa angani, lakini ulikuwa kama nyota zilizomfunika Regina mwili mzima na kumfanya aonekane kama malkia aliyeanguka kutoka juu. Sasa ukweli ni kwamba hata Reggie mwenyewe hakujua kilichokuwa kikiendelea. Tokea siku ile pete hiyo kumponya, ni kama vile fikra zake zilikuwa zimeungana nayo. Kila mara pete hiyo ilipokuwa kidoleni mwake na kujaribu kutoa nishati za mbingu na ardhi, nguvu yake ilikuwa ni kubwa zaidi. Msisimko wa nishati hiyo ambayo Regina alikuwa akisambaza ulikuwa na ubaridi kiasi kwamba hata watu waliokuwa mita 10 kutoka alipo walianza kutetemeka. Basi mzee Mfue Dosa alijikuta na maki kubwa usoni mwake kutokana na furaha kiasi cha kwanza kutoka na machozi. Akasema, hatimaye pete imemtambua mmiliki wake. Hii ndio damu ya ukoo wa Dosa. Hatimaye damu yenye nguvu zaidi inakwenda kufufuka upya na utukufu wa kisiwa chetu kurejea. Basi mzee alionekana kuwa na furaha, kisha akasema, nimesubiri kwa miaka 100. Hatimaye muda umewadia. Mara baada ya kuongea vile, alidondosha chini mkongojo wake, kisha akapiga magoti. Sasa kuna kijana mmoja akazuia, akasema, mzee, chifu, uwezi bwana, cheo chako. Kulikuwa kuna kijana mmoja mfuasi wa familia Dosa aliyekuwa akitaka kumzuia. Basi aliongea kwa kupiga kelele, akasema, cheo gani unachozungumzia wewe? Cheo gani? Haujamuona mtawala wetu mpya? Mtawala wa mbingu, hujamuona? Na baada ya kutamka neno mtawala wa mbingu, watu wote waliokuwa ndani ya eneo hilo ni kama vile waliamka kutoka usingizini. Ilikuwa ni kweli bwana, cheo cha mtawala wa mbingu kilikuwa sawa na mkuu wa miliki, kikizidi hata chifu wa baraza la wazee. Mathias Huge, licha ya kuwa mwalimu mkuu au kiranja, cheo chake kilikuwa sawa na mkuu wa miliki, yaani mtawala wa anga.
Mwisho wa siku, licha ya kwamba cheo chake kilikuwa kikubwa, alikuwa ni kiongozi wa muda tu, kwa sababu katiba yao au sheria iliruhusu mzaliwa wa ukoo wa Dosa mwenye damu halisi kuwa mmiliki au mrithi mkuu wa kisiwa chote na watu wake, na pete ndio ilikuwa utambulisho wake. Sasa vyote hivyo Mathias Huge hakuwa navyo. Cheo cha mfalme wa anga au mkuu wa miliki ambacho kilikuwa wazi kwa zaidi ya miaka 100, hatimaye mrithi wake alikuwa amerudi. Kundi lote la familia ya Dosa pamoja na wafuasi wao kwa furaha kubwa na hamasa walipiga magoti na kufanya nusu ya watu wote ndani ya eneo hilo wapige magoti. Basi Dosa na watoto wake hawakutarajia kabisa mambo yangeenda haraka namna ile. Maana sauti ilisikika tu ya kwamba salamu zetu na heshima kwako mtawala wa bonde. Hotuba Regina iliweza kuwafanya wafuasi wengi wamkubali, na kubwa zaidi ni kukubalika kwa uwezo wake wa barafu. Ilikuwa ni mashambulizi ya moyo, hatua kwa hatua. Dosa na wanawe walikuwa wamepiga magoti chini. Hata hivyo walikuwa wamekunja sura kama wanatafuna kitunguu saumu. Hiyo yote ilikuwa ni mara baada ya kuona Regina alikuwa na nguvu ya kimadaraka kuliko alivyotarajia. Ni muda huo huo ilisikika sauti ya ukelele kutoka nyuma. Watu wote walihisi ni kama damu zao zimegeuka kuwa baridi na waligeuka mara moja. Ni muda huo huo wanajeshi maarufu kama misukule ya utumwa waliokuwa chini ya familia Mathias Huge walirushwa juu angani. Basi Mathias kwa sauti akasema, Lucifer, mashambulizi yako ya kisirisiri kwa mbinu za kutuzubaisha bwana yamevuka mipaka bwana. Anaongea Mathias. Sasa Mathias Huge na wengine walikuwa wameweka umakini wao kwa watu wa upande wa Regina. Ni kama hawakutarajia kijana wetu Hamza ataua mtu wakati nusu ya watu walikuwa wamepiga magoti na kulimba jina la mtawala wa bonde. Hamza alikuwa kama ameamshwa na pepo kudarareki, kwani pale pale alikuwa ameshafanya shambulizi lingine. Alipasua wanajeshi wengine wawili. Ulitengeneza sumu kwa ajili ya kuniua. Ukatumia kisu kuua watu wangu. Tena ndugu zangu. Halafu nataka nianze mahojiano na wewe. Mimi na wewe. Hivi mimi na wewe nani kaenda mbali? Uso wa Hamza ulikuwa umejaa ukali. Dhamira ya kuua usoni mwake ilionekana kuwa kubwa mno na kumfanya aonekane kama amefunikwa na kivuli cha shetani. Alianza kupiga hatua kuelekea kundi la wafuasi wa familia Huge waliokuwa wamesimama. Msisimko huu wa dhamira uliwafanya watu wengi kuingia kwenye hali ya hofu ya juu mno. Basi baadhi ya wazee walianza kutetemeka wakisema, huyu Lucifer, na nguvu yake kama uaji, ni kweli ameua watu zaidi ya 1000. Ukweli ni kwamba kwa msisimko ambao Hamza alikuwa akisambaza, hakuna aliyeweza kuwa na ujasiri wa kushambulia. Hamza alichotaka kilionekana wazi. Yeyote ambaye hatapiga magoti mbele ya mke wake na kutambua uhalali wake, huyo mtu alikuwa anastahili kifo manze. Kwa lugha nyepesi, yeyote anayekataa kukiri mbele ya Regina amefanya uhaini ambao adhabu ni kifo. Kama angefanya kisiwa hicho kuwa sehemu yake, basi hakuna ambaye atathubutu kutishia tena kisiwa chake cha toharani. Sasa Hamza pale pale alikita miguu yake chini ya ardhi. Ghafla mwili wake ulikuwa kama jiwe linalosogelea kundi la watu hao. Ilikuwa ni mifululizo ya ngumi na mateke iliyosikika huku watu wakirushwa juu angani. Wengine walikuwa hawana mbavu, wengine vichwa vyao vilikuwa na nyufa. Aliua adui kwa ngumi moja tu. Basi misukule ya utumwa waliokuwa wakilelewa na Mathias Huge hawakumtambua mtu yeyote zaidi ya Mathias kama master wao. Asilimia kubwa ya wanajeshi hao walikuwa katika kiwango cha ukamilifu wa mwili na ukaidi wa asili, na walimshambulia Hamza kwa silaha zote walizoshika mikononi mwao. Sasa haikujalisha ilikuwa ni silaha gani, lakini hazikuwa na madhara mbele ya Hamza. Hamza alikuwa akimshika mtu shingoni, kumpiga ngumi kwenye paji la uso na kisha kumrusha pembeni kama takataka. Wengine walishindwa hata kumsogelea kwa sababu ya miili ya waliokufa kutumika kama vizuizi na hata kutapika. Sasa uwezo wa Hamza katika mapigano ya uso kwa uso ulikuwa ni wa uharibifu wa hali ya juu. Wanajeshi hawa ambao hata hawakufikia kiwango cha umakinifu walikuwa kama takataka mbele yake. Ndani ya dakika moja tu mwili wa Hamza wote ulikuwa na damu na kumfanya aonekane kama mnyama mwenye kichaa. Sasa Mathias akauliza kwamba, Chief, utamwacha endelee kuua watu namna hii? Baada ya kuona hakuna mtu wa kumzuia Hamza, ndio maana akauliza hivyo. Chief mzee alikuwa bado amepiga magoti chini. Anza kama Chief kapiga magoti, nyinyi wengine mlikuwa mmesimama kutafuta nini kama sio kifo? Na aligeuka kumwangalia Mathias na kusema kwamba, mwalimu wa anga, wewe ndiye uliyepanda, unapaswa pia kuvuna.
Isitoshe, tayari tumeshapata kiongozi mpya na maamuzi ya kinachoendelea yapo juu yake. Basi Matias pale pale alielewa. Sasa watu hao walikuwa wameshapata kiongozi waliokuwa kimsubiri na hawakuwa na hofu tena. Hivyo wazee hao wasingeendelea kumtii. Baada ya kuona hali hiyo, pale pale macho ya Matias yaliingiwa na dhamira na akaanza kusogea kuelekea alipo Regina. Alijua kuwa kama angemuua Regina na kufuta kabisa uwepo wa damu inayoabudiwa na watu hao, basi kila kitu kingeenda tofauti. Basi watu walipiga makelele wakisema mtawala, mara baada ya kuona anachotaka kufanya Matias. Kwa spidi ya Matias ilikuwa ni vigumu sana kwa Regina kushtuka mapema. Hata hivyo Regina alikuwa amejiandaa na pia Rhoda aliyekuwepo hapo alikuwa makini mno katika kumlinda. Mara tu Matias alipotaka kushambulia, Rhoda tayari alikuwa ameshaamsha uwezo wake wa 100 shadows. Ghafla tu Rhoda alikuwa kama mshumaa uliowaka na kuzima. Pale pale alitoweka na kuwa kivuli. Watu waliokuwa wakimwangalia walishindwa kabisa hata kuelewa mwelekeo wake. Matias alijikuta akishtuka kwa mshangao na haraka sana alitoa nishati za mbingu na ardhi. Rhoda akiwa katika hali ya kivuli, spidi yake na mlipuko wa nguvu za nishati ya mbingu na ardhi vilizidi kiwango chake cha ukamilifu wa mwili. Pale pale alitoa visu vyake vya kurusha alivyokuwa amefunga kiunoni na kuvilenga kwa Matias kwa kasi kubwa sana. Matias alikuwa na umakini wa hali ya juu mno kwa sababu ufunuo wake wa matumizi ya nishati ulikuwa ni mkubwa mno. Hata baada ya nguvu yake kukutana na visu vya Rhoda, alihisi kama nguvu zake zimegawanyika katikati. Hata hivyo, alizubaishwa kwa muda, jambo lililompatia Rhoda nafasi ya kumfikia Regina kwa haraka. Rhoda akasema kwamba sisi tutakuwa makini. Huyo Matias akitaka kukuua itakuwa rahisi sana. Ingawa Rhoda alikuwa ameishiwa pumzi baada ya kutumia nguvu nyingi kuamsha uwezo wake, bado alikuwa na uwezo wa kuutumia bila madhara makubwa, na hiyo iliwezekana chini ya mafunzo ya Hamza. Sasa jambo hilo liliwastajabisha wengi. Hawakuelewa ni vipi Rhoda ambaye yuko katika level ya ukamilifu wa mwili aliweza kuachia nguvu kubwa na kwa spidi ya ajabu. Sasa Matias akasema kwamba Nyeto, ungana na mimi. Pale pale Nyeto alielewa alichomaanisha bwana wake na kwa haraka walishirikiana kumshambulia Regina. Sasa mzee Mfua aliamuru akasema kwamba mlindeni mtawala wetu mpya. Aliamuru kundi lilomkubali Regina na ndani ya sekunde baadhi ya waliokuwa na mafunzo maalum walijitokeza kuwazuia. Hata hivyo, watu wa familia ya Hugh walijua wanapaswa kupigana hadi kutoa uhai wao kama walitaka kumkamata au kumuua Regina. Wengine waliendelea kushambulia huku baadhi wakiungana na upande wa Regina kwa kuogopa kujitoa kafara kusiko na maana. Mambo yalikuwa yakitokea kwa muda mchache sana. Matias alitumia nafasi hiyo kumshambulia Regina mara baada ya kuona Rhoda hakuwa na uwezo wa kutumia tena nguvu zake. Lakini Rhoda baada ya kuona hali hiyo alijikuta aking'ata meno kwa nguvu na kwa mara nyingine akaamsha uwezo wake wa vivuli 100 akitaka kumsogelea Matias. Lakini Nyeto tayari alikuwa ameshagundua. Pale pale alitumia uwezo wake wa nishati na kudhamiria kumshambulia Rhoda. Hata hivyo sekunde ile ile alibadili mwelekeo na kumlenga Regina. Regina mara baada ya kuona shambulizi hilo kutoka kwa mwanajeshi wa level ya ukamilifu wa mwili alishtuka mapema. Alikusanya nishati zote za mbingu na ardhi zilizokuwa mwilini mwake, akanyoosha mikono kuelekea kwa Nyeto. Pale pale dhoruba barafu ilipiga mluzi kuelekea kwake. Regina muda huo hakujua atumie mbinu gani. Alichojua ni kutoa tu nishati aliyokuwa nayo kwa sababu Hamza alikuwa amemwambia kuwa ana uwezo wa kujilinda mwenyewe. Alijua kuwa akitoa baridi huo angefanikiwa. Sasa wakati huu shambulizi la Nyeto lilipozuiliwa na nguvu ya barafu kabla ya kumfikia Regina, pale pale alihisi mikono na miguu yake inaanza kuganda kwa spidi kubwa. Nyeto alihisi ganzi ya haraka katika mikono yake pamoja na miguu na hata kutembea alishindwa. Kufumba na kufumbua mwili wake wote ulikuwa umejawa na ubaridi mkali. Ukweli ni kwamba watu wote waliokuwa karibu na Nyeto waliathiriwa na ubaridi huo. Watu wote mara baada ya kuangalia uelekeo wa Nyeto waliweza kumshuhudia bwana huyo akiwa amedondoka chini akijaribu kujikokota, lakini mwili wake wote ukaanza kugeuka kuwa jiwe jeupe. Nishati ya barafu haikuwa sawa na ubarafu wa kawaida. Ilikuwa ni kama tindikali yenye uwezo wa kuharibu kabisa mwili wa mtu. Muda huo huo, barafu ile ilisababisha viungo vya ndani vya Nyeto kuacha kufanya kazi na pale pale akapoteza uhai na kugeuka jiwe la barafu. Matias alijikuta akiita kwa nguvu, Nyeto! Alikuwa bado anamalizia pambano lake na Rhoda na alipogundua mdogo wake wa hiari akiwa katika hali hiyo, macho yake alibadilika na kuwa mekundu. Mwanzoni alidhani Nyeto angeweza kumshambulia ama kumshughulikia Regina kirahisi, lakini angejuaje kama angegeuzwa kuwa barafu ndani ya sekunde? Kwa Matias
Ukiachana na wasaidizi wake wengine, Nyeto ndo alikuwa ni mtu anayemwamini sana na ndio aliyekuwa akisimamia mambo yake mengi nje ya kisiwa. Kwa ufupi, Nyeto alikuwa ni akimchukulia kama ndugu. Regina hata yeye pia hakuamini kile alichokuwa amekifanya. Mikono yake ilianza kumtetemeka. Sasa Mathias atafanya nini kwa Regina? Hamza atakubali mke wake kuteswa na Mathias wakati yeye mwenyewe yupo? Je, Regina atakuwa rasmi mmiliki ama boss wa hicho kisiwa? Na kama akiwa, Regina balaa lake tutaanza kuliona sasa sehemu inayoendelea. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Kumekucha. Najua hapa ngumi zitakazofuata ni kati ya Regi na Mathias. Huenda Hamza kaka pembeni kushuhudia mke wake venye anapigana. God be with you till we meet again. Bye bye.